Kama unakumbuka vyema tujifunza kwenye sura ya kwanza, utagundua kuwa tafsiri ya fedha imeendelea kubadilika kila siku. Kwa sababu hiyo, pesa imeshaanza kuhama kutoka katika karatasi na kuhamia mitandaoni kama tulivyojifunza hapo kabla. Unapoamua kuingia katika kufanya biashara ya fedha mtandaoni, unajiingiza katika kufanya biashara ya mtandaoni na uhusiana kuuza na kununua fedha kwa njia ya mtandao. Kuna maeneo mengi ambayo unaweza kuanza kufanya, ila kwa sasa maeneo ambayo ni maarufu ni pamoja na forex trading, yani biashara ya kuuza na kununua fedha nchi mbalimbali kupitia mtandao, lakini pia na cryptocurrency. Ingawa mimi binafsi sijawahi kufanya biashara hii, lakini wako watu ninaowafahamu ambao wamefanya na wamefanikiwa kupata faida. Hata hivyo, usisahau kuwa kuingiza faida kwenye biashara hii kama ilivyo biashara nyingine, utahitaji kuwa na maarifa yanayojitosheleza, na kwenye biashara hii unahitaji ya kutosha sana. Kwa ufupi, biashara hii huishi kwa sehemu kubwa sana kutokana na kubadilika sana kwa thamani ya fedha, yani currency value volatilities. Kubadilika huku kunatoa mianya ya kuweza kununua kwa bei kidogo na kuuza kwa bei kubwa na kinyume chake. Hivyo basi, inakuwa ni biashara inayoweza kupatia faida kubwa muda mfupi sana, lakini pia kumeza mtaji wako na kukupa hasara kwa muda mfupi vile vile. Ndio maana ni vyema kujifunza na kupata maarifa ya kutosha kabla hujaanza kufanya biashara hii. Faida inayoambatana na biashara hii ni kwamba unapojiingiza katika biashara hii, inamaanisha ofisi yako ni simu yako au kompyuta yako. Inakuwa tayari imekupunguzia gharama kubwa sana ya kodi ya ofisi ama mahitaji mengine ya kileseni na urasimu wa kuanza biashara. Hata hivyo, mara nyingi biashara hizi unaweza kuanza na mtaji mdogo na ukaendelea kukuza taratibu. Pia kuna uwezekano wa kutengeneza pesa nyingi sana kwa muda mfupi kama utaweza kujifunza kwa haraka maarifa na mbinu za namna ya kuifanya biashara hii. Changamoto kubwa ambayo utakutana nayo ni kwamba mara nyingi biashara hii ikiwa inaelezwa na mtu mwingine huonekana ni rahisi sana, lakini ukweli ni kwamba sio rahisi kama inavyoelezwa. Inahitaji maarifa hali ya juu sana, hasa katika kujifunza wakati sahihi wa kuuza ama kununua. Kama ambavyo nilieleza hapo awali mwanzo kuwa kuna watu wamefanikiwa kupitia biashara hii, vile vile kuna watu wengi sana ambao wamepata hasara kwa kuiparamia bila kuwa na maarifa ya kutosha. Yuko mtu ambaye namfahamu pia alipoteza maelfu ya dola katika uwekezaji huu. Kimsingi, biashara hii hasa ndio inaleta maana ya msemo wa zero sum game, yani mchezo wa jumla sifuri. Yani faida ya mtu mmoja ni hasara ya mtu mwingine, hivyo wakati wote jumla ni sifuri. Kitu muhimu hapa ni kuwa usiendeshwe na hisia katika kuingia na kufanya biashara hii, bali uendeshwe na maamuzi thabiti ya ufahamu na maarifa. Hakikisha unapata muda mzuri wa kuwekeza kwenye maarifa na mazoezi ya kutosha kabla haujaingia. Uzuri ni kuwa mara nyingi kuna mitandao au platforms ambazo unaweza kufanya mazoezi kabla ya kuweka pesa yako halisi. Zoezi la muhimu. Baada ya kujifunza njia zote hizi, andika mpango wako wa miaka 10 ijayo. Unataka ujenge kipato chako katika maeneo gani? Jitahidi yasizidi maeneo 3. Andika eneo ambalo utaanza nalo mwaka huu au umekwisha anza nalo, eneo litakalofuata kama mpango wa kati, na ule wa muda mrefu. Maeneo 3 uliochagua kuanza nayo katika uwekezaji katika haya tuliojifunza au biashara ni yapi? Hebu taja eneo la kwanza, eneo la pili na eneo la 3. See you at the top.